Akizungumza na wadau wa sekta ya utalii, naibu kamishna wa huduma za kiufundi kutoka idara ya walipa kodi wa TRA amesema mafunzo hayo yatatolewa kwa mwendelezo ili kuwasaidia walipa kodi kuelewa vizuri masuala ya kodi na kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi zaidi. Walipa kodi waweze kuelezwa kuhusu kodi mbalimbali, waweze kuzielewa na wapate nafasi ya kukutana na wasimamizi wa kodi, yani maafisa wa TRA, ili waweze kusema changamoto zao na ziweze kunukuliwa na waweze kupata majibu. Kuna mambo 16 yalizungumzwa ambayo ukiyavunja unapata vipengele vitatu vikuu: mambo ya kisera, mambo ya kiutawala na mambo yanayohitaji training. Utagundua kwamba siku ya leo tumeiweka kwa ajili ya training, na hizi training ziko katika kuelimishana kwenye vipengele kadha wa kadha ambavyo vipo katika shughuli za utalii. Kwa hiyo leo katika yale mambo matatu, jambo moja linaenda kumalizwa la training. Upande wake, makamu mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Tanzania TATO, Bwana Henry Kimambo, amesema wanachama wa chama hicho wako tayari kushiriki mafunzo hayo, huku zaidi akielezea kwamba kampuni zaidi ya 400 za kitalii zinatarajiwa kunufaika. Training ya leo ni kwa ajili ya kuhakikisha wanachama wetu wa TATO, ambazo ni kampuni zaidi ya 400 nchi nzima, zinapata training ya yale mambo yote ambayo yalikuwa yana changamoto. Kuna ambayo ni ya kisera, lakini kuna mengine ni ya kiutendaji ambayo hayo yatafanyiwa ufafanuzi leo hii. TRA wame introduce mfumo mpya wa IDRAS hivi karibuni, na tunawashukuru tena kwa sababu pia tulipata nafasi ya kupewa mafunzo maalum ya kutumia mfumo huo. Lengo letu ni kuona siku moja kwamba kama TRA kama mamlaka ya mapato Tanzania, siku tutakafikia kama taifa kwamba basi yeye ahusike na ukusanyaji wa mapato yote ya taifa, itatusaidia sana sisi kiutendaji na ufanyaji kazi, lakini pia kuhakikisha kwamba kila anayestahili kulipa maduhuli ya serikali analipa, kwa sababu TRA wanamfahamu kila mtu. Makubaliano hayo yamefikiwa Februari 14 mwaka 2026 wakati kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda alipokutana na wadau mbalimbali wa kodi wilayani Karatu mkoani Arusha, ambapo pande zote zilikubaliana kuongeza nguvu katika utoaji wa elimu ya walipa kodi ili kurahisisha ulipaji wa kodi.